imekuwa namba moja kwa kutoka hii. Ninawashukuru mno, asante kwa ajira. Naombeni mwakumbuke watu wetu, mwape ajira kina mama. Nimeona wakishangilia wakipokea, nimeona vijana na wazee. Asanteni China, asante mbio za mwenge, kiongozi wa mbio za mwenge. Mimi kama mbunge ninaridhika mahusiano haya makubwa, na niseme kama naibu waziri wa mambo ya nje, kimsingi amani iliyopo Tanzania ndio hiyo ambayo inavutia wawekezaji kila mahali. Tunawaasa vijana na Watanzania kwa ujumla, endeleeni kudumisha amani hii, kwa sababu amani hii ni tunu ya kuwavutia wawekezaji kila mahali. Ukimtaka Mwingereza amani, ukimtaka Marekani anasema amani, ukimtaka Mchina anasema amani, ukimtaka Afrika Kusini amani. Kwa hiyo niseme vijana wa Simanjiro, kina mama wa Simanjiro, wazee wa Simanjiro, amani hii ambayo tumeachiwa kama tunu ya taifa letu tuendelee kuidumisha sana, ili serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan iweze kuwavutia wawekezaji, sisi tupate ajira, nchi ipate kodi, na sisi tupate maendeleo kama jamii. Baada ya kusema haya, asante sana kwa nafasi hii, Mheshimiwa kiongozi wa mbio za mwenge, asante mkuu wangu wa wilaya, asante viongozi wote, asante sana. Mwenge wa Uhuru oye! Mheshimiwa mbunge oye! Naibu waziri wa mambo ya nje oye! Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Simanjiro, lakini viongozi wote ambao tumeambatana hapa, kama nilivyokuwa kushawatambua, Mwenge wa Uhuru umefika katika mradi wetu wa uwekezaji, umepokea taarifa na umekagua mradi wetu. Mradi unaendelea kufanya kazi, na mpaka sasa ukiangalia hapo unaona namna gani mradi wa kiwanda hiki unaendelea kufanya kazi kuzalisha madini Kenya. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kipekee sana tunamshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo anaendelea kuweka mazingira rafiki kwa wawekezaji wetu, na si mazingira rafiki tu, anakuwa karibu nao sana. Ndio maana ana uwezo wa kuja, sasa ni wengi hapa nchini wamekuja kuwekeza, ukianzia Pwani wamejaa. Sasa hivi tunawakuta hapa Simanjiro wamekuja kuwekeza, lakini kwa mikoa mingine mingi wapo wanaendelea kuwekeza. Na nchi yetu inategemea sana sekta binafsi. Bajeti iliyopitishwa hapo juzi ni ile bajeti ambayo inaitegemea Tanzania ya 2050, ambayo inategemea sana sekta binafsi. Ndio maana Mheshimiwa Rais anaendelea kuweka mazingira rafiki na kuwa karibu sana na wawekezaji wetu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maono yake ya kuitazamia Tanzania ya 2050 kupitia wawekezaji. Niwaombe sana ndugu zangu wananchi, na sisi tumuunge mkono Mheshimiwa Rais kwa mazingira rafiki kwa wawekezaji, lakini tukiendelea kulinda amani na utulivu. Wawekezaji hawezi kuja Tanzania kama amani na utulivu itakuwa hakuna. Kwa hiyo wazazi na walezi, vijana, tuhakikishe kwamba watoto wetu tunawakumbusha kulinda amani na utulivu katika nchi yetu. Kila mmoja wetu akae balozi wa amani, ili haya maendeleo makubwa tuendelee kuyapata. Lakini pia wawekezaji hawa wanatuletea ajira. Tunaona hapa vijana wetu wameshapata ajira, lakini pia wanachangia pato kubwa sana na nchi yetu. Kwa hiyo tuendelee kulinda amani ili wawekezaji waweze kuja. Lakini tunawashukuru wawekezaji kutoka China. Nchi yetu ina amani, nchi yetu inawapenda sana, ina mahusiano mazuri na nchi ya China. Waiteni na wengine waje kuwekeza katika taifa letu. Taifa letu ni tajiri sana na maliasili nyingi. Njooni mwekeze, njooni muongeze uchumi wenu, lakini sisi pia mkuze uchumi wa taifa letu. Sisi taifa letu inategemea sana sekta binafsi. Kwa mtakapokuja kuwekeza katika nchi yetu, basi na sisi tutakuwa tunakuwa kiuchumi. Kwa tunaomba sana, njooni Tanzania. Tanzania inawakaribisha sana kuja kuwekeza, ili na nyinyi mupate na sisi tupate, tuendelee kukua kiuchumi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, baada ya kusema hayo, niseme tu kwamba Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana na uwekezaji huu na uko tayari kuzindua, na unawakaribisha na wengine kuja kuwekeza Tanzania. Asante sana.